Hili ni pumzisho la Mungu kutoka kwa Pastor Andegunyo. Limekuja nyumbani kwako kukwambia kuhusu mafanikio ya afya na biashara au kazi. Popote pale ulipo, bila shaka raha ya biashara ni matokeo au mafanikio yake. Raha ya kazi ni matokeo au mafanikio yake. Raha ya afya ni mafanikio au matokeo yake. Kwa kuwa biashara maana yake mabadilishano. Biashara maana yake mabadilishano. Pia kazi maana yake mabadilishano yanayotendeka au kitendo cha mabadilishano. Kazi maana yake kitendo cha mabadilishano au mabadilishano yanayotendeka. Na afya maana yake usawa wa mabadilishano yanayotendeka. Afya maana yake usawa wa mabadilishano yanayotendeka. Na kufanya popote pale ulipo, wewe ndiye mafanikio ya mabadilishano yaliyotendeka kwa haki. Bila shaka wewe popote ulipo, wewe ndiye mafanikio ya mabadilishano yaliyotendeka kwa haki, yanayotendeka kwa haki milele yote. Ikiwa na maana wewe ndiye mafanikio ya kazi au biashara. Wewe ndiye uliye mafanikio ya afya na biashara au kazi popote pale ulipo. Ikiwa na maana popote pale ulipo upo kwa haki. Popote pale ulipo, pasipo kujalisha ni wapi, lakini hapo ulipo upo kwa haki. Kwenye ndoa hiyo, kwenye familia hiyo, kwenye biashara hiyo, kwenye kazi hiyo, kwenye ukoo huo, kwenye familia hiyo, kwenye taifa hilo, duniani, popote pale kwa kuwepo kwako hapo upo kwa haki. Kwani wewe ndiye mafanikio ya mabadilishano yaliyotendeka kwa haki. Wewe ndiye mafanikio ya mabadilishano yaliyotendeka kwa haki. Kutoka kwenye viuno vya baba yako na kwenda katika tumbo la mama yako ni haki. Kutoka katika tumbo la mama yako na kuwa hapo popote ulipo kwa kuzaliwa kwako ni haki. Chakula kutoka katika tumbo lako na kuingia katika mishipa ya damu ni haki. Wewe popote pale kuwa mwanamke ni haki. Kuwa mwanamume ni haki. Ndio naongea na wewe popote pale ulipo. Kuwa mtoto ni haki. Kuwa mkubwa ni haki. Kuwa babu ni haki. Kuwa bibi ni haki. Kuwa popote pale kwa jina la kuitwa kwako ni haki. Kwa kuwa popote pale ulipo haukupatikana pasipo mabadilishano ya haki. Pasipo mabadilishano yaliyotendeka kwa haki. Na hapo ulipo ndiye uliye mtawala ukisaidiwa na neno hili.
ukisaidiwa na msaidizi wako, ukisaidiwa na wakufanana na wewe. Mgonjwa ukisaidiwa na uponyaji, mfu ukisaidiwa na uhai, biashara hiyo ikisaidiwa na wateja, maskini ukisaidiwa na utajiri na kuitwa maskini aliyetajirika. Na popote ulipo ukisaidiwa na kilicho cha kufanana na wewe, ikiwa na maana cha hitajiko, hapo popote ulipo, wewe kilema usiyetembea ukisaidiwa na kutembea na kuitwa jina kilema unayetembea, wewe kipofu ukisaidiwa na aliye wa kufanana na wewe kuona na kuitwa kwa jina moja, kipofu anayeona. Na kwingine kote popote pale ulipo, upo kwa haki, ukisaidiwa sasa na pumzisho la Mungu au aliye wa kufanana na wewe popote ulipo kwa kuonekana kwako, kwa kuwa wewe ndiye uliye mafanikio ya mabadilishano yaliyotendeka kwa haki, ikiwa na maana wewe ndiye mafanikio ya afya na biashara au kazi. Na upo popote ulipo ukiishi mafanikio hayo yaliyofanyika kwa haki. Upo unaishi mafanikio hayo ya mabadilishano yaliyotendeka kwa haki katika kuzaa na kuongezeka kwa mafanikio hayo, ambaye ni wewe uliyepatikana kwa mabadilishano yaliyotendeka kwa haki. Kiwa na maana hapo popote ulipo unatoa au unafanya mabadilishano yanayotendeka kwa haki, pasipo kujalisha uko wapi, ni gerezani au hospitalini, unaonekana vipi, ni jinsia gani, ni mtoto au ni mkubwa, lakini popote pale ulipo, upo unafanya mabadilishano yanayotendeka kwa haki, kwa kuwa wewe ndiye mabadilishano hayo yaliyotendeka kwa haki. Au kwa maana kwamba popote ulipo unafanya biashara inayotendeka kwa haki. Na kama unafanya biashara tena inayotendeka kwa haki, ni lazima upate mafanikio ya biashara hiyo. Ni lazima upate matokeo ya biashara hiyo popote pale ulipo. Ni lazima upate matokeo ya uwepo wako, kwa kuwa uwepo wako umezaa matokeo au mafanikio ambayo ni wazazi au watoto, mke au mume, familia au ukoo, fedha, mali, mashamba na vingine vingi. Vyote katika kuvitazama kwako, vyote ni mafanikio ya uwepo wako wewe uliye, mafanikio ya biashara yaliyotendeka kwa haki. Kiwa na maana mafanikio ya wewe uliye kazi au biashara na afya, kwa
uwepo wako wewe uliye biashara au kazi na afya. Taifa limezaliwa, taifa limekuwepo, familia imezaliwa, mwanamume amekuwepo, mwanamke amekuwepo, fedha imekuwepo, mali imekuwepo, nyumba zimekuwepo, ponyaji umekuwepo, muujiza umekuwepo, chakula kimekuwepo, njaa imekuwepo, uzima umekuwepo, uhai umekuwepo, watoto wamekuwepo. Kiwa na maana chochote unachokiona ni matokeo ya uwepo wako popote pale ulipo. Ni matokeo au mafanikio ya wewe uliye biashara na kazi au afya. Ya wewe uliye afya na biashara au kazi. Ni matokeo yako wewe, ni matokeo ya uwepo wako wewe uliye biashara iliyotendeka kwa haki. Na hata sasa wewe uliye mafanikio ya afya na biashara au kazi, wewe uliye mafanikio ya biashara iliyotendeka kwa haki, wewe uliye popote pale, uliye patikana kwa haki, uliyepo hapo kwa haki, basi pumzisho hili la Mungu lipo kukusaidia. Pumzisho hili la Mungu lipo kukupumzisha. Pumzisho hili la Mungu lipo kukutuliza. Pasipo kujalisha ni wapi, pasipo kujalisha umejificha wapi, pasipo kujalisha jina lako nani, pasipo kujalisha taifa lako nani, taifa lako ni lipi, pasipo kujalisha wewe ni wa jinsi ipi, pasipo kujalisha ni wa familia ipi, pasipo kujalisha chochote, bali popote pale ulipo, pumzisho hili la Mungu lipo kukupumzisha. Pumzisho hili la Mungu lipo kukupumzisha, lipo kukustarehesha, lipo kukutuliza, lipo kukupa raha, kwa kuwa pumzisho hili ndiyo matokeo ya afya na biashara au kazi yako popote pale ulipo. Pokea pumzisho hili na liwe kwako.